Hakuna siku nilimdharau, hakuna siku nilimkejeli, mimi nilimuunga mkono 100%. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi. Kwa hivyo mimi naomba tutulize boli, mambo bado, na tutasikizana. Kama tulisikizana wakati wa Kenyatta 1, tukasikizana wakati wa Mwai Kibaki akiwa makamu wa rais na akiwa rais, tukasikizana wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa rais. Hata miaka miwili ambaye Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Hakuna hata siku moja katika hiyo miaka miwili mimi nilimdharau, hakuna siku nilimdharau, hakuna siku nilimkejeli, mimi nilimuunga mkono 100%, na nilikuwa very busy. Mimi sikuwa hata naongea siasa, kwa sababu waziri wa usalama ni kazi very focused, mambo ya usalama. Sikuwa naongea siasa. Hiyo miaka miwili mimi nilikuwa naishi msituni. Nilikuwa huko Boni Forest kwa sababu ya magaidi ya Al-Shabaab, kule Northeastern kwa sababu ya Al-Shabaab, kule Rift Valley kwa sababu uwezi ya mifugo. Hata hii Nyambene nilitembea, nikaleta NPR, nikaleta vifaru nikiwa waziri wa usalama. Hata kama sikutembea sehemu zingine, sehemu yetu ambayo ilikuwa na shida ya usalama ya Nyambene, nilikuja sikukuja. Nilitembea sikutembea. Ninda atora na Rwanda, nkero aganamba bandethia. Ni makanatema. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi. Kwa sababu siku ile ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza ama Western ama Northeastern ama Pwani, lakini yeye mwenyewe akaamua hii kiti ilikuwa ya mlima. Hata kama mtoto mmoja wa mlima amepata matatizo, bado mlima uko na watoto wengine. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka, na mimi nakuombea mema ile kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani. Hao watu wako unatafutia viti kwa sababu hausimami. Hao watu wewe watafutie viti, lakini ukifika hapa mlimani vile umesema juzi, na nakubaliana na wewe, tusitusiane. Wewe tafutia Kalonzo wako kiti na sijui nani mwingine, tutapambana na nyinyi 100%, na mimi sitakutusi kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na wewe usinitusi kwa sababu mimi ni ndugu yako. Ni makanatima ibagana bako watanira na kendekeo. Ati sasa unatuambia mtu ambaye amekuwa vice president, amekuwa waziri wa kila kitu, waziri wa elimu, waziri wa utalii, waziri wa masuala ya nchi ya ng'ambo, amekuwa wizara zote. Kwake mpaka saa hii hakuna hata barabara ya kwenda pale. Ati sasa ndio unatuletea wewe ndugu yangu